kata Nathaniel Joshua Mtitu. Pingi kuna baadhi ya mazingira kwetu bado yamekuwa ni magumu sana, hasa hususan njia ambayo tunatolea mazao kutoka Ibumi, Nyamalamba na Mkelema. Njia nyingine ambayo inatusupport sana kwenye kupitisha mazao sisi, njia ya kutoka Maboga Amani. Hii nayo pia ina changamoto sana, kichanyesha mvua huwezi kupitisha gari mazingira haya. Kwa hiyo serikali tulikuwa tunaomba msaada pia, kama inaweza kutusaidia njia ya Maboga na Amani Ibumi. Majina naitwa Difonzi John Ngolo. Barabara kwetu kidogo ni changamoto, sio kidogo sana, hasa kuanzia kijiji cha Amani hadi Ibumi. Sababu wakulima kutoka kijiji cha Ibumi mpaka Amani ili waweze kufika kwenye sehemu ya kuleta mazao, sehemu ya soko, kidogo ni changamoto. Kiujumla inatuathiri pakubwa. Kwanza changamoto yani kusafisha mazao kutoka huko mpaka hapa ni gharama kubwa, kwa maana barabara imekaa vibaya. Ila wakituwezesha kwenye upande wa barabara ikae sawa kidogo, na si wakulima tu, kwa wananchi wa wilaya hii kwenye kijiji cha Ibumi na hiki cha Amani tutanufaika kwa upande wa barabara ikikaa sawa. Mheshimiwa mbunge, wana kazi sasa ya kutekeleza hiyo ilani, na sisi tuna kazi sasa ya kutekeleza hiyo ilani, kwa maana ya ilani 40 ibara ya 47 ibara ya 47 kipengele cha 13 inazungumza kwa habari ya kuimarisha barabara ya Ludewa Ibumi kwa kiwango cha changarawe na kuimarisha barabara ya Amani kwenda Ibumi kwa kilomita 43.8 43.8. Maana yake Mheshimiwa Kamonga na Mheshimiwa Edward wana kazi hiyo, na sisi tupo nyuma yao. Anategemea akiuza mahindi yake ndio watoto wanaenda shule, akiuza mahindi yake ndio anawezeka nyumba yake bati, akiuza nyumba yake ndio watoto wanavaa. Sisi moye. Kwa ule ubora kwa kweli nimeridhika, ila tu tumuombe aendelee kuongeza kasi, na wananchi tusiwe na hofu, kwa sababu kazi ya ujenzi wa zege hata kifuku na mvua inanyesha wanaweza kufanya. Kama hivi saizi imetulia, wanachanganya zege, wanamimina. Wakishamimina, mvua ikija ndio linakomaa vizuri. Watu walikuwa wanaogopa, wanadhani kwamba mvua ikiongezeka atashindwa kufanya kazi. Hapana, kazi ya ile anaendelea hata mvua zikiwa zinanyesha. CCM oye! Kwa hiyo tutamuhimiza, na injinia yuko hapa na mimi nimeongea nao pale, na nimeomba trekta yao siku ya Jumatano ikawabebea wale wa Nyamalamba pale tofali, hata tripu 4 tu wanataka kumalizia ile darasa. Nikushukuru sana mkurugenzi, umewapelekea pale milioni 15. Kwa hiyo trekta hili kiwapelekea tofali wanamaliza, wanaezeka, mvua isije kaleta madhara. CCM oye! Kwa hiyo niwahakikishie wananchi wa Ibumi, kuna injinia hapa wa TARURA yuko vizuri jamani, anajitahidi sana kufanya kazi. Mimi naamini atasimamia vizuri, na mimi nitatembelea mara kwa mara kuhakikisha barabara mradi huu unakamilika. Sawa ndugu zangu. Lakini vile vile barabara ya kwenda Ludewa, sababu lazima mambo yote ya kiutawala yafanyike wilayani. Viongozi wenu wa wilaya nikiwemo mimi mbunge lazima tuje huku Ibumi. Simple, nyinyi mlio tuchagua ndio barabara ambayo tutapita kuweza kuwafikia. Kwa hiyo nayo ni ya muhimu sana, ndio maana nayo tumeanza nayo. Kwa injinia, wananchi hawa wananipigia simu, wanamsifia sana mkandarasi wa huko. Sasa mimi nashindwa kusema neno lolote sababu sijaona ubora. Mimi naangalia spidi lakini na ubora. Hii barabara tubaki nayo muda mrefu. Mwenyekiti wa kijiji, hiyo suti sasa utazani wewe ndo mbunge sasa. Sisi moye. Siku nyingine ukisikia mbunge anakuja usivae suti bwana. Sisi moye. Nimeanza kusikia wivu sasa. Kwa hiyo barabara, mwenyekiti akitaka kupeleka makaratasi Ludewa anapita hii barabara. Si ndio jamani? Mkitaka kwenda hospitali ya wilaya, barabara hii. Kwa hiyo nayo tumeipa kipaumbele kikubwa sana. Baada ya hapo sasa kuna barabara yetu ya kwenda Masimavala, na yenyewe nimeikagua, inahitaji sasa hivi tuweze kuingiza kwenye budget. Sawa ndugu zangu? Ili tuweze kuboresha hasa madaraja na maeneo yale yenye ukorofi. Kuna mpunga kule afu mtamu kweli. CCM oye! Hii ya kwenda Igugu na yenyewe ilikuwa ni sio rahisi kupitisha lori na nondo hapa tani 30.
Kwa tukaona tuanze kuboresha hizi barabara. Fedha yetu yote iko vile vile. Sawa ndugu zangu, fedha iko vile vile. Na juzi nimekwenda Rwanda kwenda kumzika mbunge mwenzetu marehemu Jenista Mhagama. Nyinyi nilikuwa nawaona nikiwa kule, jirani sana. Nikasema pangekuwa na daraja hapa singepita ya mkato. Na unahisi kabisa hata ukipiga blues wanasikia huko. Kwa daraja hili ndugu zangu ni la muhimu mkubwa sana. Ila tuboreshe kwanza huku ili tuweze kufikisha vifaa pale. Na mbunge mwenzangu wa kule alikuwa kwa yule Bernard Kapinga, lakini sasa hivi yuko waziri wa viwanda na biashara. Na mimi naonana naye mara kwa mara kwa sababu namtegemea sana kwa ajili ya miradi ya Liganga kuweza kuanza. Yeye ndo anasimamia. Na mnajua miradi hii imeshikilia barabara ya rami kutoka Liganga kwenda Mchuchuma. Na nimeambiwa kuna barabara nyingine ndio hii wanataka waiboreshe ili kama mkaa uweze kupita utumie bandari ya Mtwara. Kwa hiyo barabara yenu hii ni ya muhimu sana. Kwa hiyo ndugu zangu, niwahakikishie kwa imani mlionipa lazima nichape kazi. Nitajitahidi nisiweze kuangusha. CCM oye! Wanunuzi wa mazao yenu Ibumi wanakutumia hiyo barabara. Na mimi nikaomba ianze hiyo. Kuna kipindi mlinipigia simu kwamba spidi ndogo. Lakini mimi leo nilipopita ule ubora nimesamea speed. Tusiangalie tu speed bila ubora. Sawa ndugu zangu. Wananchi wengi hawakuamini na kidogo ikaleta sintofahamu kwamba tunachoelezwa huenda kikawa sio cha kweli. Lakini kuna wengine wanaendelea kutumia fursa ile ile kuwaaminisha wananchi kwamba hakuna kinachoendelea. Kwa mwananchi ambaye unakuta hasafiri, kweli anaendelea kuamini kuwa hakuna kinachoendelea. Lakini kumbe kazi zimeshakwisha kuanza. Kwanza kwenye barabara ya Ludewa Ibumi, lile eneo la Nyamikuyu ambalo ndio kitendawili kikubwa kipindi cha mvua, tumeanza kuweka zege. Maana yake kwamba barabara yetu eneo lile itapitika masika na kiangazi. Kwa walioona kazi inayoendelea wanaweza wakatusaidia. Wako hapa? Mpo mlioona eneo lile? Basi naomba ndugu zetu ambao huwa wasafiri muwajulishe kwamba kazi ya zege barabara ya Ludewa Ibumi imekwisha kuanza. Lakini pia kuna eneo mnaloliita Tandala, si ndio? Ile eneo huwa linakatika hasa yale majira. Mheshimiwa Diwani, majira gani? Sikukuu ya nini? Pasaka. Sikukuu ya Pasaka. Mkesha wa Pasaka. Yaani kila mkesha wa Pasaka kuamkia Pasaka, mimi na huyu mzee wangu mzee Edward tumekuwa tukilia sikukuu pale. Yaani ukijua tu kesho Pasaka, ukisema tu unywe chai unapigiwa simu tayari kule. Sasa tumeukata ule mlima kwa ngazi vizuri kabisa, tukaipanua ile barabara vizuri kabisa, alafu tukajaza mifuko, tukajaza mchanga mle ndani, alafu tukaipanga ile mifuko ikakaa vizuri. Kwa hiyo Mheshimiwa Diwani, safari hii kula Pasaka yako vizuri na Wanaibumi. Pakishuka pale pakakatika, basi mimi siji tena, kwa sababu itakuwa ni mambo nje ya uhandisi. Lakini pale eneo pia la Huruma lilileta kizaazaa. Pale tumeshapakata, pamekaa vizuri. Kilichobaki labda ni ile ardhi tu kuondoa ule utepetepe, sasa kuweka kifusi. Lakini pia kwa barabara hii ambayo ni barabara muhimu sana kwa maana ya zao letu la mahindi, zao la maharage na mazao mengine ambayo yanalimwa kwa kiasi kikubwa Ibumi na kupelekwa Amani, na kwenye ile barabara tumeanza kuimarisha. Tumeshaanza kutengeneza zege hili eneo la Mkelema. Unapofahamu Mkelema? Pale tunapiga zege. Lakini kuna eneo pia mnasumbuliwa na chemchemwe. Ile eneo linaitwaje?
panaitwaje ile eneo lenye chemchemu nyingi? Kiogova. Mkelema juu. Mimi nalijua kwa Mkelema juu. Wanaita kwa Depela. Hapo napo tunapiga zege. Lakini kuna eneo pale mlima wangu unakatika pia panaitwa kwa Kadogo, sijui Kadogo. Akajawa kakubwa mpaka leo. Pale napo tunapiga zege. Lakini ile barabara ni muhimu. Kutokana na umuhimu wake imelazimika sasa iwekwe kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Maana yake hawa wazee sasa, kwa maana ya mheshimiwa diwani, mheshimiwa mbunge, wana kazi sasa ya kutekeleza hiyo ilani, na sisi tuna kazi sasa ya kutekeleza hiyo ilani, kwa maana ya ilani 40 ibara ya 47 ibara ya 47 kipengele cha 13 inazungumza kwa habari ya kuimarisha barabara ya Ludewa Ibumi kwa kiwango cha changarawe na kuimarisha barabara ya Amani kwenda Ibumi kwa kilomita 43.8 43.8. Maana yake Mheshimiwa Kamonga na Mheshimiwa Edward wana kazi hiyo na sisi tupo nyuma yao.